Wito huo umetolewa na Amiri wa Jumuiya ya Wanasuna Tanzania JASUTA mkoa wa Singida, Sheikh Yahya Mohamed Ibrahim, ambaye pia ni mkurugenzi wa shule ya Al-Furqani iliyopo manispaa ya Singida, wakati wa mahafali ya wanafunzi wa darasa la 7 wa shule hiyo. Katika hotuba yake ameainisha kuwa lengo la shule hiyo na shule zingine za Kiislamu hapa mkoani Singida ni kutoa elimu kwa makundi mbalimbali wakiwemo watoto yatima. Tuna watoto takriban 63. Baadhi yao ni mayatima na baadhi yao wazazi wao wameishiwa na uwezo. Tunalazimika kuendelea kumsomesha yule mtoto licha ya kwamba mzazi amefika mahala hana uwezo. Na hapa ndipo tunapoona umuhimu wa kuangalia wadau wengine wanaoweza kutushika mkono ili huduma hii siku nyingine isije ikarudi nyuma. Akizungumza kwa niaba ya Baraza Kuu la Uislamu Tanzania BAKWATA mkoa wa Singida, kadhi wa mkoa wa Singida Sheikh Ramadhan Kaoja amesema baraza hilo lipo tayari kushirikiana na shule hiyo na taasisi zingine za elimu zinazotoa elimu kwa misingi ya Kiislamu. Tunaipongeza taasisi hii, hasatan mzee wetu Sheikh Yahya kuwa ni kioo chetu ndani ya mkoa wa Singida, anatufuta matongotongo. Ni kituo ambacho kimekuwa ni kituo tegemewa ndani ya mkoa wetu wa Singida na nje ya mkoa wa Singida. Kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA tunasema tuko pamoja na wewe Sheikh Yahya katika kila hali, katika kila jambo. Naye mkurugenzi wa kiwanda cha pamba cha Biosustain mkoa wa Singida Sajad Haida ameahidi kuwa taasisi yake itatoa mchango wa kuchimba kisima cha maji katika shule hiyo. Na nimeweza kusikia changamoto zao na maendeleo yao wanakwenda vizuri kwa sababu wana madarasa karibu 17. Kwa hiyo maendeleo yao ni mazuri, na sasa hivi walikuwa na changamoto tu masuala ya maji. Basi nimeahidi kwenye majaliwa inshallah, kwa kuwa na huwa napenda kushiriki kwenye mambo haya, nimetoa ahadi kwamba nitashiriki kwenye uchimbaji wa kisima na nitashiriki kwenye ujenzi wa kumalizia bweni ili watoto waweze kukaa sehemu nzuri na kupata chakula kwa pamoja. Nikiripoti kutokea hapa mkoani Singida, Ramadhan Idilimu wa Mahasin TV.